Naam, hii ni Sanga Media TZ. Karibu tena katika kipindi kinachokwenda kwa jina la Entertainment. Bwana, hichi kipindi bwana kitakuwa kinadili na baadhi ya mambo mbalimbali. Tunatambua au wengi mnafahamu kwamba nini maana entertainment. Entertainment ni nini? Lakini pia tunajua entertainment tunazungumzia hapo ni mambo sasa kisanaa zaidi. Lakini pia sanaa imegawanyika katika mambo mengi, katika mambo mbalimbali. Tunajua katika sanaa kuna wanaochonga vinyago, wachoraji, wanaoimba. Kwa hiyo kwa kifupi issue za entertainment yani ni mambo mengi ya kisanaa ambayo lakini yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Tunajua media nyingi au media kubwa ambayo tayari zishajipambanua kwa namna moja au nyingine. Wao wanadili sana na taarifa mbalimbali ambazo zinawahusu wasanii ambao ni wakubwa au waigizaji ambao ni wakubwa, labda wacheza mipira ambao ni wakubwa, vitu kama hivyo. Lakini sisi kama Sanga Media TZ, sisi tutakuwa tuko tofauti kidogo. Tumejaribu kuja na kitu kidogo cha kitofauti, kwa maana kwamba hatutokuwa tukidili na watu ambao ni mashuhuri tu katika nchi yetu. Bali kuna watu wengine kwamba wanapambania ndoto zao kwa namna moja au nyingine, lakini pia katika mitaa au maeneo ambayo wanatoka huwa wanafahamika tayari katika jamii ambazo zinawazunguka, lakini bado hawajaanza kufahamika kwa ukubwa huo. Nadhani mpaka hapo utakuwa unanielewa nini ninachokimaanisha. Kwa hiyo Sanga Media TZ tumekuja na hii fursa. Kijana popote pale ulipo, uwe mkoani, uwe Dar es Salaam, uwe wapi, tunajua kama Sanga Media TZ headquarters zake zipo jijini Dar es Salaam, lakini kuna namna, kwa sababu sasa hizi tunasema kwamba dunia ni kijiji, na kuonyesha hivyo leo hii kabla tujaingia studio hapa kwamba tunaenda kufanya mahojiano ya moja kwa moja na baadhi ya wasanii ambao naweza kusema kwamba sio msanii mdogo au pia sio msanii mkubwa sana, kwa maana kwamba ni msanii ambaye tayari kashajipambanua kwa namna moja au nyingine, lakini ni kwamba tu jamii bado haijamtambua kwa nafasi kubwa sana. Lakini kwa maana naamini watu ambao wanafuatilia issue za music, issue za entertainment, baadhi ya wao watu kwa wanamfahamu. Huyu nani? Huyu bwana anakwenda kwa jina la Nima Soso. Huyu ni mwanamuziki mkubwa sana katika mkoa wa Mbeya, hasa ukifika pale maeneo ya Mbeya mjini. Ni mwanamuziki ambao ni mkubwa sana. Baadhi ya ngoma zake zilikuwa zikipigwa katika media mbalimbali. Tukizungumzia mikoa kama Iringa, Mwanza, kule Mwanza tunazungumzia Makisi FM, Master TV. Kote kwa ngoma zake huyu bwana mdogo zilikuwa zikipigwa. Kwa hiyo sisi kama Sanga Media TZ tukajaribu kutafuta uongozi wake ambao wanamsimamia ili tuweze kupiga naye story. Japokuwa yuko mbali, yeye anaishi mkoani Mbeya na sisi tuko Dar es Salaam, lakini tukajaribu kucheki uongozi wake, tukaconfirm nao kuweza kuzungumza naye. Tunajua wengi hawamfahamu kwa ukubwa huo, lakini pia kwa kupitia Sanga Media TZ kwa wale ambao hawamfahamu wanaweza pia kumfahamu. Kwa hiyo tunaamini kwamba Sanga Media TZ ni platform au ni sehemu ya watu ambao wanaweza kujipambanua au watu ambao walikuwa hawafahamiki sana, lakini nao pia wakapita katika channel yetu. Tukafanya nao mahojiano, basi akawatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nakupa kitu kingine cha ambacho mtu ukijui kwamba Jumatano ya wiki hii tunaenda pia kufanya mahojiano na kundi la sanaa ambalo linajihusisha na mambo ya uigizaji. Hili ni kundi moja kubwa sana katika maeneo ya Pugu, sehemu moja panaitwa Kinyamwezi, lakini hili kundi linafahamika kwa jina la Yasigare Film. Kwa hiyo hao na wenyewe pia ni miongoni mwa watu ambao ni wa mwanzo au naweza kusema kwamba ni miongoni mwa vijana ambao wamepata fursa ya kufanyiwa interview katika vipindi vya entertainment na Sanga Media TZ. Lakini hao wote wakiongozwa na bwana Masoso ambaye ni mwanamuziki anaimba muziki wa Bongo Flava, lakini yeye ni mwanamuziki ambaye ana rap. Mimi sio mtaalamu sana muziki, lakini yeye ni mwanamuziki ambaye ana rap, lakini kwa sababu tutapata fursa kwenda kumpigia simu atajieleza mwenyewe. Ni Masoso ni nani? Na kwa nini yuko mkoani Mbeya? Tunatambua wasanii wengi wanatoka mikoani wanakimbilia Dar es Salaam kuja kufanya issue zao za entertainment. Kwa nini yeye mpaka leo hii bado yuko Mbeya? Na bado pia tunajaribu tukiwa kwenye platform mbalimbali, sio DJ Mwanga tunaona ngoma zake. Je, nini kafanya kwa watu ambao bado hawajafikia nafasi ya kufika yeye? Wafanyeje kufikia pale? Lakini tunaenda kupiga story naye mbalimbali. Je, tathmini yake juu ya muziki wa Bongo Flava, muziki katika nchi yetu ya Tanzania. Tunajua muziki wetu umekuwa ni mkubwa sana. Muziki wetu umekuwa ukipita katika nyanja tofauti tofauti. Je, nini tathmini yake? Anaoneje muziki wetu baada ya miaka miwili au mitatu? Je, unaenda kuwa ni mkubwa au unaenda kushuka? Na kama unashuka labda ni kwa nini? Na kama muziki unazidi kuwa ni mkubwa, atupe sababu pia. Ni kwa nini labda muziki wetu wa Bongo Flava unazidi kuwa ni mkubwa zaidi? Hivyo tunaenda kumpigia simu, tutajua kama atakuwa bado yuko online au la. Japokuwa tuliongea tayari na uongozi wake kwamba tutamcheki. Ngoja kwanza tumpigie tuweze kupiga naye story, atuambie ni Masoso ni nani? Atupe story yake kwa ufupi. Atuambie ilikuweje, alipitia wapi mpaka akaweza kupata jina hadi leo hii Sanga Media TZ tunaweza kumtafuta katika kipindi chetu. Sisi bwana mpaka tunakutafuta au mpaka tunaamua kusimamisha mambo yetu mengine na kufanya kipindi na wewe, maana yake tumegundua kwamba kuna kitu unacho. Naomba ieleweke hiyo. Sisi mpaka tunakutafuta
tunasimamisha shughuli zetu zingine, tunaanza kucheki uongozi wako, sio manager, sio na nani, mpaka tunakucheki. Tafsiri yake ni kwamba tumegundua kwamba kuna kitu ambacho unacho, huenda Watanzania wasikione kwa ukubwa huo, ila sisi kwa sababu hii ni media na tuna timu ya watu wengi ambao wapo wengine kwenye entertainment wanaelewa kwamba hichi ni kitu. Ukiona wewe kutafuta, hiyo ni heshima kubwa sana katika career yako ya music. Ngoja tupigie huyu mwanamuziki ni Masoso. Yeye yuko mkoani Mbeya. Tupige naye story 2 3 kwa watazamaji wetu ambao mtufuatilia kupitia Sanga Media TZ muweze kumsikia, na mchanganyaji wangu wa picha kama ataweza kuwapatia na picha yake mtaiona hata sura yake, lakini usipoweza kuona picha yake basi mtaingia katika channel yake na kuweza kuona baadhi ya ngoma zake mbalimbali. Naenda kumpigia, naona simu inaita. Naona simu inaita. Halo? Halo, halo, halo. Oh, ni Masoso. Aise kiongozi, hapa uko live kupitia Sanga Media TZ. Kwa hiyo tumekucheki watazamaji wetu, kuna baadhi wasiokufahamu, waweze kufahamu Masoso ni nani. Sisi tumejaribu kuelezea kwa udogo wetu na kwa uchanga wetu, lakini nadhani kwa sababu umepata platform hii, nadhani wewe ndio unaweza kuwaambia zaidi watazamaji wa Sanga Media TZ. Ni Masoso? Ndio. Ndio. Okay. Ndio. Ndio. Okay, na ni Masoso. Labda hebu tunaomba kwanza kabisa kabla tujakuuliza maswali mengine, utupe tathmini ya muziki wa kizazi kipya, tukizungumzia ni Bongo Flava. Je, nini sanaa ya Bongo Flava unavyoiona? Unaoneje muziki wetu unazidi kuwa ni mkubwa au labda unazidi kushuka kwa namna moja au nyingine kulingana na tathmini yako? Okay. Ndio. 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 Okay. Labda na kwa uchache sana ni Masoso. Je, kuna kitu kinaitwa kiki. Tukizungumza kwamba kuna baadhi ya wasanii mashuhuri au ambao sio mashuhuri wakiwa wanatafuta namna labda ya kupenetrate, kupenyeza nyimbo zao au kupenyeza umaarufu wao, mashuhuri wao. Kuna baadhi ya skendo wanajaribu kuzifanya kwa namna moja au nyingine. Je, wewe unaamini sana katika vitu hivi kwamba vinaweza pia vikajenga tansia yetu yote kwa ujumla? Ni aina ya mashabiki au ni aina ya baadhi ya wasanii ambao wanaamini kwamba ukifanya hicho kinaweza kapea attention kwa namna ya biashara ambayo anaifanya yeye. Okay. Kwa sababu ndio umefanya kitu ambayo leo inaweza kupeleka machoni kwa watu. Ndio. Ngumu sana kufuta ili watu wakuelewe kwenye sura halisi hapo ulipoona. Lakini sema tu kwa watu ambao kama ni watu wa naamini kwamba tuna ndio. Kwa sababu kuna kitu zingine ni za ajabu, unakuta mtu anavua nguo, kuna mtu anaamua tu kumtukana mtu fulani, unaelewa? Kwa hiyo inakuja kuwa changamoto baadaye, tuweka sawa kwamba labda hapa ilikuwa ni biashara
tofauti na unavyofikiri kwamba nikitembea uchi ndo atanipokea na kunizingatia. Ndio. Kwa sababu ukianza kuangalia Bongo Flava sisi yetu ilianza kwa namna ya utakapopanga mashairi vizuri, utakapotengeneza idea yako ikawa ya kushika, ndivyo ambavyo jamii inakupokea. Okay. Kwa nini sasa hivi uamini kwenye nguvu wa nguo au uamini kwenye kumtukana Sanga Media ndio utoboe? Ndio. Uamini hivyo kwa sababu ni kitu ambacho inaifanya jamii ipotoke. Sisi hatuamini kwenye kupotosha jamii. Sawa, nashukuru sana. Na lakini hapo pia tunajua kama headquarters zako wewe ni unatokea mkoani Mbeya, na tunatambua wanamuziki wengi au wanasanaa wengi ambao wanaigiza wanaotoka pembezoni mwa mikoa mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini wamekuwa wanaamini kwamba kwenye kutimiza ndoto zao ni lazima aje mkoa mkubwa kama jijini Dar es Salaam. Ni kwa nini labda wewe mpaka leo hii bado makao makuu yako yako mjini Mbeya na si Dar es Salaam? Okay. Kwa sababu ndipo ambapo kuna soko kubwa sana la muziki. Okay. Soko tuseme in general. Dar es Salaam ni sehemu ambayo unaweza ukafanya kitu kiurahisi na ukapata nafasi kiurahisi. Okay. Ilianza hivyo, hatuwezi kubisha, hatuwezi kufanya hivyo. Ndio. Kwa sababu kila kitu, njia zote ziko hapa. Ni kama tu mtu anasema nataka kwenda sokoni. Una uwezo wa kuweka kila kitu ndani lakini bado uende sokoni kwa sababu Ndio. So hapa mimi nafikiri tutaanza kuonekana Dar es Salaam jumla kwamba ukimwona ni Masusu watu najua kwa Dar es Salaam kwa sababu soko ndilo linalotaka mtu afanye. Okay. Na wasanii mliokuwa wengi tunakuweka nawe moja kwa moja huko kwa sababu wewe ni miongoni mwa watu ambao ni wanamuziki ambao ni wakubwa kwa nafasi yako katika muziki wetu huu wa kizazi kipya. Mmekuwa mkilalama mara nyingi sana juu ya serikali yetu tukufu ya Mama Samia kwamba namna gani labda watengeneze mfumo ambao ni rafiki juu ya kulinda kazi zenu na kuweza pia kuwasaidia kuwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Nini wito wako wewe kama ni Masoso kwa serikali yetu tukufu ya Mama Samia? Nashukuru kwa sababu ni kilio cha muda mrefu. Ndio. Lakini kwa kuwa naamini katika serikali yetu kwa sababu ni skill serikali yetu ni serikali ambayo tunaiamini. Ndio. Naamini kwamba ipo siku itatekeleza kwa namna ambavyo tunafikiria kwamba wasanii wameingia kwa muda mrefu. Ndio. Nimeona BASATA inajitahidi sana kuweka sawa mambo. BASATA inapambana sana kuhakikisha kila mtu pindi inamtokea vitu fahamu basi anapata haki zake. Kwa hiyo niseme tu kwamba nina uhakika na serikali yetu. Okay. Tutafanya na pia tutakuwa proud sana na serikali yetu. Ndio. Na kabla tujafika tamati, tunaomba uambie wa Tanzania hata wasiokuwa Tanzania wanatufuatilia saizi kupitia Sanga Media TZ, wakihitaji kukupata waingie wapi katika platform zako za kijamii na kadhalika. Nashukuru sana. Lakini uzuri ni kwamba nilitengeneza kila kitu kwa jina hili la Masoso. Okay. Naomba kwa mtu yoyote ambaye kwa mara kwanza ananifikia sasa naweza pia kanipata YouTube. Okay. Kama ni Masoso. Wasiache kunifollow, wasiache kusubscribe account yangu na YouTube. Ndio. Mara nyingi sana issue zinaanzia huko. Naomba sana usiache kunifollow. Instagram inapatikana kama ni Masoso. Ndio. YouTube inapatikana kama ni Masoso. Ndio. Kote yani ndundo kote tunataka ni Masoso. Ndio. Na wategemea sana na nahitaji sana support ya Tanzania, nahitaji sana wasiache kufollow Masoso. Sawa, na sisi kama Sanga Media TZ tunashukuru sana kupata fursa hii. Ni takribani wiki sasa tumekuwa tukitafuta mawasiliano yako mpaka tumepata fursa pia kuongea na wewe. Tunashukuru kwa sababu tunaamini wengi wasiokufahamu wanaweza kukufahamu kupitia platform hii, lakini pia naamini kwa uchache tu kwa sekunde kadhaa ulizopata, lakini naamini kwa watu wanaotufuatilia watakuwa wamejifunza baadhi ya vitu kutoka kwako. Nashukuru sana kaka, nashukuru sana na usiache kufanya. Haya, shukrani sana Bwana Masoso, shukrani sana. Na sisi tu siku tukija Mbeya tutakutafuta ili tuweze kupiga story zaidi, na wewe pia kama utakuja Dar es Salaam basi tutafute tuweze kuongea kwa kina, Watanzania waweze kukuona. Karibu sana kaka, mimi nafikiri huko ni mtawala. Ukifika tu utaenjoy sana na utafurahia utawala wa mtawala. Haya, sisi tunashukuru sana, tukuage kwa kusema ndaga video. Haya, asante sana Bwana Masoso. Asante. Naam, huyo ni mwanamuziki mkubwa sana wa Bongo Flava
katika mkoa wa Mbeya pale ukiingia, anakwenda kwa jina la Ni Masoso. Tumemtafuta kuweza kujua, umsikie kama alivyosema mwenyewe hapo kwamba katika mitandao yake ya kijamii jina analotumia ni Masoso. Hivyo unaweza kaingia pale iwe Facebook, Instagram, Spotify, X ambayo zamani ilikuwa ni Twitter, jina ndio hilo analotumia. Kwa hiyo Sanga Media TZ hii ni platform, naweza nikasema hivyo, au ni nafasi pia ambayo tunatoa kwa vijana wenzetu. Tunajaribu tu kuvutana mikono, kujaribu kuchukua mawazo ya huyu, kujaribu kuya-expose, kuyapeleka sehemu moja au nyingine. Sisi mpaka tunamtafuta huyo ni mtu ambaye tumemfuatilia kwa muda mrefu, tumeona ni miongoni mwa vijana ambao wanafanya vizuri katika muziki wa kizazi kipya, na ndio maana mpaka tukamtafuta. Na sisitiza tena, ukiona mpaka tumekutafuta, ujue kabisa wewe kuna kitu fulani ambacho unacho, na ndio maana uongozi wa Sanga Media TZ umekaa chini, umeanza kutafuta uongozi wako, kutafuta mwenye binafsi, kuzungumza, kujua nini tathmini ya muziki wa kizazi kipya, au nini tathmini ya kazi yako ambayo unaifanya, kazi yako ya kisanaa. Haijalishi kama unaimba, unachora, nini, vitu kama hivyo. Naam, hii ni Sanga Media TZ, lakini kama nilivyokuambia awali kwamba Ni Masoso ni miongoni mwa watu waliopata nafasi ya kwanza kabisa, au nafasi ya upendeleo katika kipindi hiki cha Sanga Media TZ. Nadhani kameramani wangu na wataalamu wangu wa kuchanganya picha, sijajua kama atakuwa amekuchanganyia hizo picha za Ni Masoso, kama utakuwa umeweza kuziona hapo wakati tunafanya naye mawasiliano moja kwa moja. Lakini hata kama pia hujaona au hujachanganywa picha ya Ni Masoso, lakini bado moja kwa moja pia unaweza kumuona na kumfollow katika mitandao yake ya kijamii, anakwenda kwa jina la Ni Masoso. Ingia pale, toa maoni yako, nini aongeze, labda nini afanye, nini, vitu kama hivyo. Kwa maana tunaamini kwamba ni kijana ambaye ni msikivu na huwa mawazo yako huwa atayafanyia kazi. Lakini pia usahau kwamba Jumatano ya wiki hii tutakuwa maeneo ya Pugu, sehemu moja panaitwa Kinyamwezi. Tutakuwa na kundi pale la kisanaa. Tunajua mambo ya kisanaa yana changamoto nyingi sana, ama producer au wanaoandaa movie wamekuwa wakijihusisha na mahusiano na baadhi ya wasanii wao. Kuna mambo mengi sana ambayo yanajitokeza. Kwa tutafika katika headquarters za hilo kundi kwenda kuwahoji, kujua changamoto zao, kujua nini wanafanya, je, wana kazi gani ambapo labda tayari labda zimeshafika labda za MTV au DStv au katika platform mbalimbali, vitu kama hivyo. Lakini Jumatano ya wiki hii tutakuwa na kundi linalokwenda kwa jina la Yasigale Film. Naam, sisi tumefikia tamati mwa kipindi chetu tunachokwenda kwa jina la Entertainment. Hiki ni kipindi kipya. Kuna wengine watasema bwana hichi TV bwana na kila siku ana kipindi kipya, channel bwana kila siku ana vipindi vipya. Jamani, Waswahili wanasema kwamba mtafutaji achoki. Sisi ni miongoni mwa watu hao ambao tunajaribu kucreate kila siku, kila kukicha, kujua nini tuongeze, labda nini tupunguze, na nini, vitu kama hivyo. Hii ni Sanga Media TZ. Kikubwa unachotakiwa kufanya ni kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata kujua kila tunachokifanya. Shukrani sana, endelea kufuatilia Sanga Media TZ. Asanteni sana.